Mtazamaji Yes Online, karibu katika chaneli yako pendwa ya Yes Online. Yes Online. Na by the way, hatujakutana siku nyingi kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu, lakini I'm back, nimerejea tena. Sasa story kubwa ambayo inazungumzwa mjini hivi sasa ni kumhusu mwanadada Lydia Blake ama Lydia Marley, ambaye by the way alipata umaarufu mkubwa sana kwenye zile siku za mwanzo za mwaka 2025. Nazungumza Januari 1 mpaka Januari 15 hivi 2025 mwaka huu, akitumia baadhi ya clip za nyimbo fulani akiconnect na kutengeneza idea fulani. Nadhani mnamkumbuka vizuri bidada Sasa wengi wamekuwa kiuliza mtaalamu wa acapella Lydia Blake kama Lydia Marley yuko wapi hivi sasa, na wengi pengine wanasema labda mwanadada tayari majukumu ya kifamilia yamemkaba na nini, anashindwa kuonekana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii na mambo mengine kama hayo. So mimi nimekuja kukupa yale yote ambayo yanaendelea kuhusu mwanadada Marley Lydia ama Lydia Blake, ambaye alipata umaarufu sana kwenye kile kipindi cha mwanzoni mwa mwaka, yani mwezi Januari 2025. Yes, bidada ambaye by the way aliwavutia wengi nikiwemo mimi. Hivi sasa bwana yuko kwenye resort ama hoteli moja ya kitalii ambayo by the way anaifanyia kazi mpaka hivi sasa, na kazi yake kubwa ni kama hivyo ambavyo unaona, yani yeye ni muimbaji, kwa maana kwamba wale ambao wamekuwa wameenda pale kupumzika ama kutalii kupunga upepo kwenye ile resort wanakuwa wanaburudika kwa kiasi chake. So Lydia Blake kama Lydia Marley anapata malipo yake kupitia kipaji chake ambacho by the way anatumbuiza mara kadhaa kupitia mfumo wa acapella, kwa maana ya bila instrumentals, na wakati mwingine kama hivyo vinaanda pamoja na bagitaa vinakuepo kwenye hiyo resort ambayo mpaka hivi sasa Yes Online hatujapata jina lake. Lakini by the way Lydia anaendelea kutuwakilisha vyema huko sisi wapenda muziki na wapenda vipaji kutoka chini, yani undergrounds. Sasa yuko resort gani ama hoteli gani ambako anaifanya hiyo kazi? Bado mpaka hivi sasa Yes Online hatujapata taarifa, ila taarifa ya kwanza tuliyoipata ya uhakika zaidi kupitia baadhi ya video ni kama hiyo, kwamba yuko kwenye resort moja ya msingi sana ya kitalii ambayo by the way imemwamini Lydia Blake, mwanadada huyu mwenye kipaji, na kumfanya awe mtumbuizaji kwenye resort hiyo ya msingi kabisa ama ya kitajiri, tena ya kitalii kabisa. So kama ulikuwa na doubt yote kuhusu mwanadada Lydia Blake, na uhakika hivi sasa nitakuwa nimekufumbua macho ama nimekuzibua masikio. Kama ulikuwa usikii umesikia, na pengine kama ulikuwa unahitaji kuona ushahidi wa picha ama video, ushahidi wenyewe ndio huo nimekuletea. Kwa hiyo ushindwe tu wewe kushare kwa wana na kusubscribe kama ulikuwa hujasubscribe. Na mimi huwa nafurahi kutoa hizi updates namna hii ama taarifa namna hii, kwa sababu kuna watu wengi pia huwa wanashindwa kujua yale mambo ambayo yanaendelea kuhusu wale wasanii ambao wanaibuka na kupotea. So hii leo nimekuletea hii ya Lydia Blake, na siku nyingine nitakuletea wasanii wengine ambao waliibuka na ghafla wakapotelea kusiko julikana. Inawezekana ni kwa sababu ambazo wao walishindwa kuzimanage ama mambo mengine mengi. Asante. Sio muziki tu, mpaka siasa, masuala ya kiuchumi pamoja na kijamii, hapa Yes Online ni mahali pake. Kwa hiyo siku moja usishangae nimeposti siasa na mambo mengine mengi. Ninaamini umejua mambo mengi kuhusu mwanadada Lydia Blake. Naamini pia unahitaji kujua maendeleo yake yeye Lydia Blake. Basi usisite kuungana na chaneli hii ya Yes Online wakati mwingine. Usisahau kusubscribe. Asante.